Unalala kitandani umechoka sana, lakini usingizi hauji. Unafumba macho, unajiweka upande huu, unajiweka upande mwingine. Unaangalia saa, bado hujalala. Dakika 30 zinapita, saa moja, masaa mawili, na wakati huo unaenda. Watu wengine tayari wamelala fofofo. Lakini swali ni hili: kwa nini wewe hulali? Au ni sababu gani inayokupelekea upate usingizi haraka? Ni kwa sababu ya mawazo mengi, au ni simu, au ni kahawa, au kuna jambo linaendelea ndani ya mwili wako ambalo haulijui? Leo katika video hii tutazungumzia sababu 7 zinazoweza kufanya ukose usingizi usiku, na muhimu zaidi tutaangalia mambo yanayoweza kufanya ili kuboresha afya yako na kupata usingizi. Lakini kuna sababu moja ambayo watu wengi hawaifikiri kabisa, na inaweza iwe inakufanya uamke mara kwa mara bila wewe kujua. Kwa hiyo usiondoke mpaka mwisho. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake. Sababu ya kwanza, mawazo mengi. Hebu jiulize, umewahi kuwa umechoka sana, lakini ukifika kitandani akili inaanza kufanya kazi zaidi? Unaanza kufikiria, kesho nitapata wapi pesa ya chakula? Kazi yangu itakuwaje? Kwa nini mtu fulani aliniambia vile? Nitalipaje hili deni? Afya yangu itakuwaje? Mwili wako unaweza kuwa umechoka, lakini akili yako bado iko katika hali ya umakini na tahadhari. Msongo wa mawazo unaweza kufanya iwe vigumu kutumia au kutulia na kuingia kwenye usingizi. Ndiyo maana wakati mwingine mtu anasema, mimi sina tatizo la kulala, tatizo langu ni kwamba nikilala tu mawazo yanaanza. Ufanye nini? Kabla ya kwenda kitandani, jaribu kutengeneza muda wa kutuliza akili. Unaweza kuandika mambo yanayokusumbua na mipango yako ya kesho, kufanya mazoezi ya kupumua taratibu, kusoma kitu chepesi, au kufanya shughuli nyingine tulivu. Usifanye kitanda kiwe sehemu ya kuendeleza mawazo. Sababu ya pili, simu yako inaweza kuwa adui wa usingizi. Hii ni changamoto kubwa sana katika dunia ya leo. Unaenda kitandani ukiwa na nia ya kulala, lakini unasema, ngoja niangalie WhatsApp kidogo. Dakika 5 zinakuwa dakika 30. Unaingia YouTube, TikTok, Instagram na Facebook. Alafu ghafla unaangalia saa, kumbe tayari ni saa 7 usiku. Tatizo hapa si muda unaopoteza tu. Mwanga wa skrini na msisimko unaotokana na maudhui unayotazama vinaweza kufanya ubongo usiwe tayari kwa usingizi. Na kama unatazama habari za kushtua, mijadala, video za kuchekesha sana, au vitu vinavyokufanya uwe na hasira au msisimko, akili yako inaweza kuendelea kuwa active. Ushauri: jaribu kupunguza matumizi ya simu kabla ya kulala. Badala ya kuingia kitandani na simu mkononi, tengeneza dakika 30 au zaidi za kutuliza akili kabla ya kulala. Na kama unaweza, usiweke simu kitandani. Sababu ya 3, kahawa, chai na vichocheo. Unakunywa kahawa jioni alafu unashangaa, kwa nini usiku usingizi hauji? Kafeini inaweza kufanya uwe macho, na kwa baadhi ya watu asali yake inaweza kudumu kwa muda mrefu. Kafeini haipatikani kwenye kahawa pekee. Inaweza kupatikana kwenye baadhi ya chai, energy drink, cola, chocolate kwa kiasi fulani, bidhaa nyingine zenye kafeini. Na hapo kuna jambo muhimu. Si kila mtu huasiliwa na kafeini kwa kiwango sawa. Mtu mmoja anaweza kunywa kahawa mchana na kulala vizuri. Mwingine akinywa kahawa muda huo huo usiku mzima, macho yako wazi. Kwa hiyo, kama una tatizo la usingizi, angalia si tu unakunywa nini, bali pia unakunywa saa ngapi. Sababu ya 4, ratiba yako ya usingizi imechanganyika. Mwili una mfumo wa ndani unaosaidia kupanga muda wa kulala na kuamka. Sasa fikiria, Jumatatu unalala saa 4 usiku, Jumanne saa 7, Jumatano saa 10, Alhamisi unalala saa 5.
Weekend unaamua kulala mpaka saa 7 mchana. Mwili wako utapata wapi ratiba ya kuifuata? Kubadilisha sana muda wa kulala na kuamka kunaweza kuvuruga mpangilio wako wa usingizi. Hii inaweza kuonekana sana kwa watu wanaofanya kazi za zamu, wanaolala mchana muda mrefu au wanaotumia usiku mwingi kwenye simu. Jaribu hivi. Jitahidi kuwa na muda unaokaribiana wa kulala na kuamka. Hata siku ambazo huna kazi, usibadilishe ratiba kwa kiwango kikubwa sana. Sababu ya 5, chakula na tabia za kila siku. Unakula chakula kingi sana, halafu dakika chache baadaye unaenda kulala. Hii inaweza kukuletea usumbufu. Unaweza kupata tumbo kujaa, kiungulia, gesi na usumbufu wa mmeng'enyo. Na kwa baadhi ya watu, kulala muda mfupi baada ya kula kunaweza kuongeza dalili za reflux au kiungulia. Lakini pia kwenda kulala ukiwa na njaa sana kunaweza kuwa na usumbufu. Kwa hiyo, lengo si kwenda kulala ukiwa umejaa kupita kiasi wala ukiwa na njaa kali. Panga muda wa chakula chako vizuri. Sababu ya 6, huenda kuna tatizo la kiafya nyuma yake. Hapa ndipo watu wengi wanapokosea. Mtu anaweza kusema, mimi nina insomnia, lakini wakati mwingine kukosa usingizi kunaweza kuhusishwa na tatizo jingine la kiafya. Kwa mfano, maumivu ya mgongo, viungo, meno au sehemu nyingine ya mwili yanaweza kukufanya ushindwe kulala vizuri. Kukojoa mara kwa mara. Kama unaamka mara nyingi kwenda chooni, usingizi wako unaweza kukatika mara kwa mara. Kiungulia. Acid reflux inaweza kukusumbua zaidi unapolala. Matatizo ya kupumua. Pumu na matatizo mengine ya kupumua yanaweza kuvuruga usingizi. Mabadiliko ya homoni. Baadhi ya mabadiliko ya homoni yanaweza kuhusishwa na joto la mwili, kutokwa na jasho au usumbufu wa usingizi. Kwa hiyo, kama tatizo linaendelea, usiangalie usingizi pekee. Tafuta pia chanzo chake. Sababu ya 7, insomnia au matatizo mengine ya usingizi. Kuna mtu anayeenda kitandani lakini hawezi kulala. Wakati mwingine analala lakini anaamka mara nyingi. Mwingine anaamka mapema sana na hawezi kurudi usingizini. Hizi zinaweza kuwa dalili za insomnia au matatizo mengine ya usingizi, hasa ikiwa zinatokea mara kwa mara na kuathiri maisha ya kila siku. Lakini kuna tatizo jingine ambalo ni muhimu kulifahamu. Sleep apnea. Mtu mwenye sleep apnea anaweza kukoroma sana, kupumua kwa kusita akiwa amelala, kuamka kiema au kama anabanwa, kuamka mara nyingi usiku, kuwa na usingizi mwingi mchana, kuamka asubuhi akiwa hajisikii amepumzika. Kama mtu anakwambia wewe unapolala unaacha kupumua, usipuuze jambo hilo. Ni vizuri kutafuta tathmini ya kitaalamu. Sasa ufanye nini ili upate usingizi bora? Kabla hujikimbilia kutumia dawa za usingizi, anza kwa kuangalia tabia zako za kila siku. Kwanza, kuwa na muda unaokaribia wa kulala na kuamka kila siku. Punguza simu na vifaa vya kielektroniki kabla ya kulala. Angalia matumizi yako ya caffeine, hasa kuanzia mchana na kuelekea jioni. Fanya mazoezi mara kwa mara. Tengeneza mazingira mazuri ya kulala. Chumba kiwe tulivu, kiwe na giza au mwanga hafifu, joto liwe linalokufaa. Epuka mlo mkubwa sana karibia na muda wa kulala. Punguza kulala mchana kwa muda mrefu ikiwa kuna haribu usingizi wako wa kila siku. Tengeneza muda wa kutuliza akili kabla ya kwenda kitandani. Usipuuze dalili hizi. Kama unakosa usingizi, kunaendelea kwa muda mrefu, au kunazuia kufanya kazi vizuri, au kuna kufanya uwe na usingizi mwingi mchana, au kunaambatana na kukoroma sana au kusita kupumua, unaamka ukihisi kama umebanwa, au kuna dalili nyingine za kiafya, tafuta ushauri wa wataalamu wa afya. Na muhimu zaidi, usianze kutumia dawa za usingizi kiholela. Dawa zinaweza kuwa na madhara
mwingiliano na dawa nyingine, au kuficha chanzo cha tatizo halisi. Kwa hiyo, kama haulali usiku, usikimbilie kusema mimi ni mtu wa kukosa usingizi. Jiulize kwanza, je, nina mawazo mengi? Ninatumia simu mpaka muda wa kulala? Natumia kafeini jioni? Ratiba yangu kulala ipoje? Nakula sana kabla ya kulala? Au una dalili nyingine ya kiafya? Au kuna tatizo jingine? Usingizi si anasa, ni sehemu muhimu ya afya ya mwili na akili. Na wakati mwingine mwili unapokosa usingizi mara kwa mara, unakuwa unajaribu kukuambia kuna kitu hakiko sawa. Na mimi nimejifunza jambo leo. Nikuombe bonyeza alama like, subscribe na mshirikishe mtu ambaye mara nyingi analalamika kuwa halali usiku. Andika kwenye sehemu ya maoni, wewe unapokosa usingizi sababu yako huwa ni nini? Nikutakie siku njema.